Ndio mashujaa hao wameenda wakatekeleza na sasa wamerejea nyumbani. Tunasema karibuni nyumbani. Wakenya kadhaa walioshtakiwa na hatia nchini Marekani sasa huenda wakafurushwa kufuatia msako mkali wa serikali ya Marekani dhidi ya wahamiaji, hatua inayolenga kuwaondoa nchini humo raia hao wakiwemo wanaotumikia vifungo au walio na rekodi za uhalifu. Na sasa kutokana na baadhi ya serikali zao kukataa kuwapokea, Marekani inageukia mbinu tatanishi ya uhamisho hadi nchi za hadhi ya chini. Kupitia sera hizi basi wahamiaji hao wanafurushwa watasafirishwa kwenda mataifa mengine yanayokubali kuwapokea. Taarifa yake Ashley Atieno na kutiwa sauti na Susan Waweru. Serikali ya Marekani imeongeza kasi ya kutekeleza sheria zake za uhamiaji, sasa ikiwalenga vikali wahamiaji wasio raia, wenye rekodi za uhalifu au wasio na hadhi ya uraia iliyo wazi. Lakini hatua hii ya kuhamisha wahalifu hawa kupitia nchi za hadhi ya chini imezua mtafaruku na kukosolewa vikali. Mashirika ya haki za kibinadamu yanasisitiza kuwa hii ni sawa na kusukuma lawama na jukumu kwa mataifa masikini na yasiyo na udhabiti kwa kuwatuma wahalifu katika nchi zilizo na mifumo dhaifu ya sheria. Isitoshe, mahakama ya juu zaidi nchini humo iliidhinisha kibali cha kuendelezwa kwa ufurushaji wa kasi baada ya kutupilia mbali maamuzi ya mahakama za chini yaliyokuwa yamesitisha shughuli hiyo. Miongoni mwa Wakenya waliotajwa kuwa na makosa na huenda wakafurushwa ni Alfred Obiero aliyepatikana na makosa ya kushambuliana, kuendesha gari chini ya ulevi pamoja na vita vya kinyumbani. Pia yupo Patrick Mwangi ambaye amehukumiwa kwa kosa la kuendesha gari akiwa mlevi, na Bethwel Gathu anayekabiliwa na hatia ya ujambazi. Daniel Kathi naye anafurushwa baada ya kuhukumiwa kwa kuendesha gari akiwa mlevi, pamoja na Clement Mulovi aliyehukumiwa kwa wizi wa fedha. Mohamed Chekchekani amehusishwa na utekaji na makosa chini ya sheria ya Racketeer Influence and Corrupt Organizations maarufu kama RICO. Moffat Murithi anadaiwa kuhusika na utumiaji wa dawa hatari, ilhali Naserian Montet amehukumiwa kwa kushambuliana na kukaidi amri ya mahakama. Kadri Marekani inavyozidisha kasi ya msako wake, maswali mazito kuhusu maadili, wajibikaji wa sheria na ulinzi wa haki za kibinadamu yanaendelea kuongezeka. Lakini kwa wale waliokutwa katikati ya mchakato huu, mustakabali wao unazidi kuwa mgumu kutabirika na madhara yanayoweza kuwakumba yanaonekana kuzidi kuwa mazito.